Karibu katika hatua yetu ya 13, na katika hatua yetu ya 13 tunaangazia habari ya mtaji. Tumeshaona changamoto zile za msingi ambazo utakutana nazo sasa, ili ujue pia kukabiliana nazo katika biashara unapoanza. Karibu na unifuatilie katika hatua hii ya 13 ambayo tunaangalia habari ya mtaji. Mtaji unaweza kuwa na majina mengi, lakini nataka niseme upate elimu mtaji ni kitu gani. Mtaji ni kitu chochote ambacho unaweza kutumia katika kuzalisha kitu kingine kwa lengo la kupata faida. Huo ndio mtaji. Kitu chochote. Sasa watu wengi wanaita pia mbegu, wengine wanaita kianzio. Kila mtu anaweza kawa na jina tofauti tofauti kulingana na mazingira waliopo. Sasa mtaji sio pesa pekee. Mtaji unaweza kuwa vifaa au bidhaa. Mfano, nyumba na jokofu. Mashine ya kutengenezea labda sharubati au tunaita juice, na bustani ya matunda. Vyote hivyo vinaweza kuwa ni mtaji wa kuanzia. Mathalan, labda una maembe au kuna miti ya maembe nyumbani. Tayari kuna msingi pale. Kuna msingi wa mahali pa kuanzia. Labda kwa mfano, sasa unataka kuanzisha biashara ya juice kwa kutumia sasa matunda. Mashine unayo labda ile ya kutengeneza juice. Lakini nyumbani kuna friji. Tayari una mtaji. Nyumbani kuna friji, alafu kuna limiti kubwa la matunda hapa wa maembe nje. Ni msimu wa maembe, chukulia kwa mfano. Kwa sababu mtaji unaweza kupata, labda unatafuta fedha ukaanzisha kitu fulani. Lakini nyumbani kuna maembe, shamba lote limejaa miti ya maembe. Alafu kuna watu wanahitaji juice. Hata kama kuna maembe, kumbuka sio kila mtu atapata muda wa kwenda kununua maembe, sio kila mtu atakula maembe, mwingine ana muda wa kula maembe, yuko maofisini, wengine kwenye biashara zao bize. Ukimpelekea juice anakunywa chap, amemaliza. Muda wa kukata maembe, akate sijui nini, hana huo muda pengine. Lakini nyumbani wewe umeshaona tayari kuna hiyo nafasi. Visu sivipo. Mashine ya kutengenezea juice ya familia sipo. Lakini sasa kuna jokofu labda unataka iwe ya baridi. Kwa nini usianzie hapo? Unakuta tayari huo ndio mtaji wenyewe. Kwa hiyo mtaji sio lazima fedha peke yake. Mtaji inawezekana ni vifaa, ni kama nilivyosema, ama hata ni bustani tu ya mboga. Unachukua mboga za nyumbani pale, zimelimwa nyingi, unaongeza, unaanza kwenda kuziuza, unauza baadaye. Kama ni fedha ulikuwa unatafuta kwenda kununua kitu fulani ili kikuwezesha kwenda mbali zaidi, unaanzia katika hatua hiyo. Sasa zipo aina za mtaji. Labda nikuelekeze kidogo. Sasa upatikanaji wa mtaji kwa ajili ya kuanzisha na kuendesha na kuendeleza biashara, of course limekuwa ni jambo ambalo linasumbua watu wengi sana. Watu wengi sana wanasumbuka. Kila mtu kimuuliza anasema sina mtaji, nikipata nitaanza. Sasa moja ya sababu ni kwamba ni kutofautiana kwa vyanzo ni watu kutokujua, yani kimsingi vyanzo vya mtaji. Sasa ninachoweza kusema ni kwamba moja ya chanzo cha mtaji. Sasa moja ya chanzo cha mtaji kulingana na dhana ya watu tofauti na aina ya mitaji ambavyo pengine inachukuliwa ni kwamba mimi naweza nikakuletea sasa aina ya ama vyanzo vitakavyo kufanya wewe uweze kujua mtaji kulingana na vyanzo vyake, kulingana na asili yake, ili ujue kwamba kumbe na hiki ni mtaji, ili uondoke kwenye hilo eneo la kusema sina hela, siwezi kuanza, sina hela. Huu ni mwaka wa 3 tangu umepanga kwamba mimi sina hela kuanzia mtaji, sina kianzio. Ndiyo, fedha inaweza kuhusika kwa sehemu kubwa sana kuwezesha mambo, lakini sio kweli kwamba moja kwa moja fedha inatakiwa. Hivi kwa mfano, mtu ameanzisha biashara ya MC. Labda mtu ni MC, yani MC kwenye matukio. Anahitaji mtaji gani? Anahitaji fedha ya nini? Nguo anazo nyumbani, kwa sababu hamna mtu anatembea bila kuvaa nguo. Anazo nguo zile pengine za kwenda ofisini ama kwenda kwenye nyumba za ibada, pengine hizo ndio nguo anaanzia kuvaa. Anaanza kufanya UMC. Tayari anaweza kupata fedha, kama ni fedha anatafuta, akaanzisha kitu kingine. Kwa hiyo hii ya dhana ya kwamba tu fedha peke yake ndio mtaji sio sawa, sio kweli. Sasa nianze kwa misingi kama mitatu. Kwa leo niseme misingi mitatu ya hizi ambayo tunaweza kupata fedha. Ya kwanza ni fedha yenyewe, kama chanzo cha mtaji. Hii ndio aina ya kwanza ya mtaji unaofahamika zaidi. Fedha hutumika of course kununulia na kulipia vitu au vifaa vinavyohitajika kuanzisha na kuendesha biashara ili kupata faida.
Hii ni fedha. Sasa fedha, kila mtu anajua kutafuta fedha kuna njia tofauti tofauti, isipokuwa kuiba tu ndio njia ambayo sio nzuri na sio halali. Lakini njia nyingine zote za halali ni bora ukizitumia kupata fedha. Kwenye masomo yetu ya kwanza kabisa kule kwenye hatua ya kwanza tulizungumza vyanzo vya kupata kipato, tulishazungumzia kule. Sasa kwenye hatua ya pili pia, ama chanzo cha pili cha mtaji, ni kwamba tunazungumzia vifaa au bidhaa. Sio kila biashara sasa huanza kwa matumizi ya pesa. Yani ukiangalia vifaa ambavyo unakuwa navyo vinaweza kuwa chanzo cha kuanzisha. Kwa mfano, vyombo vya ndani unaweza kutumia kuanzishia biashara ya mamalishe. Unapotaka kuanzisha mamalishe, kwa mfano, unaweza ukawa unatumia vifaa vyote vilivyo navyo ndani. Una vitu vya ndani ukachukua ukaanzishia pale pale. Kwa mfano, chukulia mbali kuna mradi imetokea fursa mahali, labda kuna mradi wa ujenzi na kadhalika. Alafu wewe ulikuwa unawaza sana, lakini ndani kwa matumizi ya nyumbani kwako kuna mfuko wa kilo 50 wa unga kwa sababu ya mahitaji ya nyumbani. Kuna mafuta ndogo, labda umejaza lita 10, iko pale, ni matumizi ya nyumbani ya familia. Lakini unawaza siku zote nianzie wapi? Na wewe ni mjuzi wa kutengeneza chapati. Na mahitaji ya chapati hapo. Sukari ipo. Unapika chai, unatumia pale, unapika, unaanza kuuza chapati. Ule mfuko mmoja wa sukari, ule mfuko wa unga wa ngano, labda una mafuta na una sukari, unaweza ukashangaa umezalisha fedha ya kwenda kununua mahitaji ya nyumbani na fedha nyingine ikabaki kuendeleza huo mtaji. Kwa hiyo usiendelee kukaa kusema kwamba mimi sijui. Inawezekana kabisa na ukafanya. Lakini hatua ya tatu ama chanzo cha tatu cha mtaji ni rasilimali watu, au tunaweza kusema sasa hapa kwenye rasilimali watu tunaangalia sana vile vipaji au vipawa. Ukiwa na ujuzi na kipaji kinachoweza kuanza kukuzalishia, kinaweza kikaanza kuzalisha fedha. Sasa kwa mfano, nimetumia sana mfano wa mshereheshaji au mwimbaji au mtu anayeweza kucheza au akaonyesha maigizo. Ni mtu wa kuigiza. Sio kila mtu anaweza kuigiza. Lakini pia kuna mtu anachekesha. Sio kila mtu anaweza kuchekesha bana. Kuna mtu tu alivyozaliwa, alivyoumbwa, amepewa kipaji au tuseme talanta. Yani akitembea tu, kitendo cha kutembea tu mbele yenu mnaanza kucheka bila hata hajaongea. Akiongea hapa pengine mnacheka, yani inakuwa ni mnaweza mkacheka, na sasa kicheko kinalipiwa. Kinalipiwaje? Sasa hivi changamoto za maisha ni nyingi, watu wana misongo ya mawazo, ndio maana utaona hata masuala ya sekta ya wanasema comedy inaleta fedha nyingi sana. Ukiangalia kwa sehemu kubwa, ukiacha mziki, kinachofuata sekta hii ya uchekeshaji ndio sekta inayofuata sana sasa. Hebu angalia watu wengi kwenye mtandao wa kijamii wakikaa nini utapita, lakini lazima utafute kichekesho tu. Na tuvichekesho tumekuwa twingi, tunatumiana kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye mitandao tunaposti vichekesho. Kwa nini? Watu wengi sasa wana msongo ya mawazo. Kwa hiyo mtu akipata kichekesho kanamfanya angalau anaburudika. Sasa hiyo inahitaji mtaji gani? Hii ni rasilimali watu. Hii inatoka kwenye rasilimali watu, ni mtaji. Vitu vya kuzaliwa navyo ni mitaji, na hakuna mtu ambaye hana kitu fulani. Kama utakosa kipaji, basi wewe lazima utakuwa na mazingira ya kupata fedha. Kama utakosa mazingira ya kupata fedha, basi kuna vifaa au bidhaa zipo tu, zinapatikana tu. Kuna watu nyumbani, kuna magari yapo pale nyumbani 4, 5, hayana kazi, lakini hana mtaji. Atasema hana mtaji kila siku, lakini anaweza kawa anatumia magari kukodi. Anakodisha watu, anakodisha kwa ajili ya masherehe, kwa ajili ya mambo mbali. Kuna mtu tu anakodi gari, anataka akachukue mizigo yake ahamishe. Kuna mtu anachukua anapeleka mahali fulani, anatumia kukodisha magari. Kwa kuna mtu magari ya nyumbani anaweza kaanzisha kampuni ya ukodishaji, tunaita hiring companies, zile kampuni za kukodisha magari. Yani unakodisha magari kwa ajili ya vitu mbalimbali. Mwingine anakodi, anapeleka bidhaa, mwingine kwa ajili ya hafla, mwingine kwa ajili ya kusafiria na familia, au mwingine anaanzisha sasa yeye mwenyewe biashara ya kusafirisha. Haya, kwa mfano kwenye hii, kuna mtu yeye ni dereva mzuri sana, anajitangaza, anajibrandi kwamba ni dereva mtaalamu, anakuwa anakodiwa. Leo anasafirisha gari fulani kupeleka watu sehemu fulani, anapeleka. Kwa hiyo unajikuta ni kama ofisi. Unapiga simu, unamhitaji dereva, anakuja, dereva hakukodisha, unamkodi dereva. Sasa huo ni ujuzi ambao mtu kajifunza, hata pengine sio kwa kusomea.
Umekwenda umefundishwa tu, umefundishwa, umekuwa dereva mzuri, umekwenda pengine umefuata taratibu zote zinazotakiwa, umepata leseni yako, tayari hiyo ni ofisi unaweza kaianzisha, ukaanzia hapo. Hivi ni vyanzo vya mtaji. Sasa nataka nikuulize swali. Katika yote haya, wewe ni kipi ambacho huna kabisa? Unaweza ukapiga simu au ukaandika message, ukaandika, alafu tukakusaidia zaidi. Pengine kama katika haya yote hakuna hata kimoja ambacho kinaweza kusaidia. Lengo letu ni kwamba usibaki kama ulivyokuwa. Hakikisha una kitu cha kufanya, kwa sababu mafanikio hayana kabila. Mafanikio hayana umri, hayana jinsia. Kila mtu anataka kufanikiwa, na Mungu ametuweka duniani ili kila mtu afanikishe kila alichomwekea, ili mwisho wa siku uwe na mafanikio na uweze kuzaa matunda. Asante kwa kufuatilia, na karibu katika hatua yetu ya 14. Ni muhimu sana ufuatilie, kwa sababu itakusaidia kuendelea kujua zaidi kwa habari ya mtaji.